Yes, ni soka letu hii hapa ndiyo ambayo tunaanza nayo kwa kutazama yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwa hapa nyumbani Tanzania, na twende tukaanze moja kwa moja na heka za usajili, ambapo tunajua dirisha la usajili kwa upande wa Tanzania bara, kwa upande wa ligi zote ambazo zinasimamiwa na TFF, dirisha lake lilikuwa likifungwa siku ya Agosti 15 ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na tukaona pia timu kadhaa zikitangaza wachezaji ambao wamejiunga na timu hizo, lakini pia vile kwa wale ambao wametoka tukaweza kujua. Lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kwa upande wa kikosi cha Young Africans, ambapo kiungo mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Yanga Stefan Aziz Ki amerejea rasmi ndani ya timu hiyo, na alitangazwa katika uwanja wa KMC Complex ambapo iliandaliwa siku maalum ya kumpokea nyota huyo, ambapo shughuli hiyo ilipewa jina la X Factor. Aziz Ki amejiunga na Yanga kutokea nchini Libya, ambapo alikuwa anaichezea kwenye klabu ya Al Ittihad, ambako hakupata nafasi ya kutosha ya kuweza kuonyesha kile ambacho alikuwa nacho. Kinga Mkono pamoja na Michael Yera, kama ambavyo tunaona, ulikuwa ni usiku mwingine wa shughuli ya ziada kutoka kwa upande wa mabingwa watetezi wa NBC Premier League Young Africans. Stefan Aziz Ki amerejea na akapewa tunasema heshima ya kuwa ni X Factor. Kinga Mkono. Kwanza mimi napongeza kwa uamuzi wa Yanga, kwa sababu hivi ndivyo duniani wanavyofanya. Mchezaji anapokuja, wachezaji wakubwa, sasa timu inasajili wachezaji wengi, lakini kuna mchezaji mkubwa anakuja. Tumeona jinsi Ronaldo wakati anaenda kusajiliwa na Real Madrid, Kaka, yani unasema mchezaji fulani alikuja hapa mkubwa akatambulishwa kwa kiwango na watu fulani walikuja uwanjani kuonekana. Kwa hiyo ni wazo zuri na idea ambayo Yanga inabidi waendelee kuishi nayo, kwamba inawasaidia kutengeneza hela katika siku ya kwanza kumtambulisha mchezaji, hasa akiwa huyo ni mchezaji mkubwa. Sio kila mchezaji anaweza kupata fursa kama hii ambayo amepata Aziz Ki au aina kama yake. Kwa hiyo kwangu nimeona jambo zuri na hatua moja ya kuendelea mbele, kuisimamia na kuifikia yale malengo yao wanayotaka. Lakini kingine, kimchezaji mwenyewe ana deni. Sawa, aliondoka kwenye kiwango kikubwa sana. Yani aliwaacha Yanga wakati wanamtamani aendelee kuwepo. Unajua kuna wakati wanasema mchezaji mzuri ndio anayejua wakati gani kwenye jukwaa, au sio? Kwa hiyo alijua wakati gani wa kushuka kwenye jukwaa. Ameenda Wydad, amejaribu maisha yakakataa, ameenda Libya, amejaribu na yenyewe amekataa, amerudi Tanzania kwa mara nyingine nyumbani kwake. Yanga ni nyumbani kwake, anajisikia kwa fahari, anakaa karibu na familia yake. Ni mchezaji mzuri kama ataendeleza pale alipoishia. Wakati anatoka Yanga kwenda Wydad, alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu, alifunga goli 21. Akatengeneza goli nyingi. Kwa hiyo kama kile kipaji chake, uwezo wake ule akiendelea pale, Yanga watakuwa wamepata mtu mwingine wa kuwasaidia katika hasa kwenye kutengeneza nafasi pale mbele. Bado inaonekana wanacheza, lakini bado hakuna mtengeneza nafasi mzuri, kwa sababu unawaona mechi zao hizo walizocheza pamoja na ile Ngao ya Jamii pamoja na mechi ya ligi, unaona kabisa kwamba timu inacheza lakini inakosa unyumbulifu wa pasi za mwisho, ambayo ndio naiona kwenye nafasi yake. Kama atarudi kwenye kile kiwango na kocha akamshawishi kocha kwenye uwanja wa mazoezi uwezo wake, nadhani Yanga watakuwa wamepata mtu sahihi wa kuwasaidia. Hasa siwaangalia Yanga katika ligi kuu Tanzania, naangalia hasa kwenye ligi ya mabingwa, ambapo hasa ndio malengo yao. Wamesema mwaka huu lengo lao ni robo finali. Kwa hiyo robo finali sio jambo rahisi. Robo finali lazima upite kwenye hatua ya makundi, ushinde, na unaona katika rekodi zao kadhaa hapa hawana rekodi nzuri kwenye hatua ya makundi, hawafanyi vizuri. Kwa hiyo kama anarudi Aziz Ki akawapa kile ambacho wanakitamani wana Yanga, kuona Yanga inafika nusu finali, robo finali na hata kuchukua ubingwa, nadhani hilo ndio kubwa ambayo Aziz Ki ambaye akinalo kichwani. Hilo deni kwa wana Yanga, wamempokea vizuri. Kwa hiyo kwake aje athibitishe uwanjani kwamba mimi ndio yule Aziz Ki mlikuwa mnaniimba, na leo nimerudi na hapa hapa nilichokuwa nacho uwanjani. Yes. Kwa upande wa Stefan Aziz Ki akiwa ametambulishwa, lakini usiku huo ndio usiku ambao pia kwa upande wa Alan Okello alitangaza kuwa anaondoka ndani ya kikosi hicho cha Young Africans, ambao pia kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga Alan Okello ataondoka ndani ya timu hiyo baada ya kudumu kwa kipindi cha nusu msimu. Tukumbuke Alan Okello alijiunga na klabu ya Young Africans katika dirisha dogo la usajili la mwaka huu 2026. Rais wa klabu hiyo amethibitisha deal hilo kwa kusema tayari timu hiyo imepokea ofa kubwa kutoka nje ya nchi, hivyo kama klabu hawana haja ya kumkatalia mchezaji huyo kwenda kucheza soka nje ya nchi, kwa sababu mpira ni biashara. Tupate pia nafasi ya kusikia kile ambacho kilizungumzwa na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said usiku huo wakati wanatangaza kurejea kwa Stefan Aziz Ki, lakini pia wakitangaza kwamba Alan Okello anaondoka, lakini ni biashara ambayo klabu wameifanya. Wananchi
Yanga bingwa. Yanga bingwa. I'm very happy to be back, and I'm very proud also to be home. Here is my home, is my safe place. For me to be here, to wear this jersey again, the green and yellow, it makes me feel like happy, and I'm very proud of all of what I'm seeing. So I want to say thank you to everyone, to the staff, to GSM, to all my family, because you are my family. You make me feel happy here. I don't know what to say. I'm just happy. I'm just proud to be back. And I hope this season we are going to enjoy together. It's not only in the league. As now you win the league 5 times, guys. So now you are going to fight in Africa. We are going to fight to be very fine Champions League. So I want all of you people to be with us from the first and the last moment. Wananchi, let's go do it together. Yes, huyo ni Stefan Aziz Ki. Kwanza niombe radhi pia, ulipaswa kumsikia rais wa klabu ya Young Africans, lakini Aziz Ki ambaye pia alipata nafasi ya kuzungumza. Kwenye mazungumzo yake Aziz Ki pia amegusa kwenye eneo la Champions League. Michael Yera, na unaweza ukaona kimazingira kuna namna ambavyo Yanga kuna maboresho makubwa wameyafanya kwa ajili ya Champions League. Wana misimu miwili ambayo yote wameishia hatua ya makundi, hata namba zao, points, idadi ya mabao imekuwa si ya kufurahisha sana. Anachokizungumza Azizi maana yake kwamba anajua mzigo uliopo. Bila shaka yeye anajua nini ambacho timu inahitaji kwake na wachezaji wenzake kwenye msimu huu ili kufikia malengo ambayo timu imeweka. Na kitu ambacho kinaweza ikane kumbukumbu nzuri kwake ni kwamba mara mwisho wakati Yanga anafika kwenye hatua ya robo finali, yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa na mchango mkubwa kwenye timu, na itoshe kusema kwamba hata kwenye mechi ya mwisho ambayo alitolewa, yeye pia ni mchezaji ambaye alitengeneza story kubwa Afrika kwenye mechi ambayo alicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwenye mpira ambao aliupiga, nusu akisema ni goli, nusu akisema sio goli, lakini mambo akawa mengi. Mwisho siku likawa ni goli ambalo lilikuwa ruled out kwamba sio goli halali. Kwa hiyo yeye alikuwa kwenye mafanikio ambayo Yanga aliyapata mara ya mwisho. Coach Michael Yera, tupate pia nafasi ya kumsikia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, alafu tutarejea hapa pia kuja kutazama kwa picha kubwa ujio wake na kuondoka kwa upande wa Alan Okello, wawili hao wanavyopishana. Kinachotoka kinachoingia watarajie kile kile. Tumsikie Rais Hersi. Alikuwa ananiambia kuna ofa ilikuja ya mchezaji wetu. Akaniambia, engineer, hakuna uwezekano huyu akabaki na huyo mwingine tukamchukua. Mimi natazama ile ofa imekuja ya kijana wetu, ni ofa kubwa sana, na natamani nimpunguzie hili jukumu la kusema kwamba tusiinvest huku wakati kuna pesa hii inakuja. Sema baba. Akaniambia tafuta njia ya kuendelea kubaki na huyu mtu, lakini tuongeze mwingine. Dhamira hiyo inakinzana kidogo na kanuni za mashindano ambayo tunashiriki. Hivyo niwajulishe rasmi wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africa, leo officially tunakwenda kumuuza mchezaji wetu Alan Okello. Amekuwa ni sehemu ya hii familia, na leo tunamfungulia mlango wa kwenda kutafuta malisho. Lakini mkumbuke, Young Africans ni nyumbani, atarudi hapa tukimhitaji. Yes, huyo ni rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Pia kwa hii confidence
inawezekana pia kuna kwenye release clause ya anakwenda Espa kama anatakiwa arudi eneo la kwanza kwamba ni Young Africans, kwa sababu anakuambia atarudi. Nenda ikishindikana huko hapa, na inawezekana akawa anajua kwa sababu kumekuwa na story tofauti kidogo kwa wachezaji wengi ambao wanatoka hapa kwenda kwenye hizo ligi zingine. Sio kwamba wote wanafeli ama sio kwamba wote wanaingia moja kwa moja kwenye njia ya uchezaji kwenye hizo klabu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekwenda haujaona kama wamekuwa na impact ya moja kwa moja kwenye hizo timu. Na sio kwamba hawana talent ama sio kwamba ni quality ya juu, lakini kwa sababu ya mahitaji ya hizo ligi ambazo wanaenda kucheza. Kuna wakati ambao aina ya uchezaji wa mchezaji inaweza ikamfanya match kwenye ligi fulani ama kutokumatch. Na sio kwamba kila mchezaji anaweza kucheza kwenye kila ligi. Yaani hilo ni jambo ambalo lipo. Sio kwamba wewe ukiwa bora kwenye ligi A unaweza kuwa bora pia kwenye ligi B. Ni kwa sababu ya vitu vingi ambavyo vinaweza kukufanya usiwe bora kwenye maeneo. Moja wapo ni aina ya falsafa ambao wanacheza kwenye hilo taifa. Kwa mfano, ukizungumzia Morocco, Algeria, wakati mwingine Misri, ni mataifa ambayo aina ya mpira ni mpira wa kasi muda wote. Unahitaji kuwa na mchezaji ambaye yuko na intensity hali ya juu. Unahitaji kuwa na mchezaji ambaye ana vitu vya ziada ambavyo anaweza akavifanya kiwanjani tofauti na talanta yake ambayo anakuwa nayo. Ni wachezaji wachache ambao wanaweza akawa wako slow lakini wakamudu kucheza kwenye hizo ligi. Unaweza kusema mbona mchezaji kama Imam Washua anacheza kwenye ligi ya Misri, lakini sio mchezaji ambaye ana nguvu sana, labda unamuona kwenye migongano mingi ya fiziki anaweza kagongana, lakini ni mchezaji ambaye yuko exceptional. Ukiwa exceptional unaweza kucheza kwenye ligi hata kama una hizo kasi au una vitu vingine ambavyo unaweza kufanya. Ni maarifa. Yes, ni maarifa tu ambayo unaweza kawa na ziada ambayo unaweza kaofa kiwanjani. Kwa hiyo unaweza kusema hivi, pengine Yanga wamesema anaenda, lakini kama utamhitaji wakati mwingine ama ikitokea vinginevyo sehemu yake ya kwanza kurudi itakuwa ni Young Africans, wanaweza kawa sahihi kwenye mlengo huo. Lakini kwa upande mwingine unaweza kuona mchezaji kama Stefan Aziki ambaye anarejea Young Africans kwa wakati huu. Wakati anaondoka Young Africans, alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa amefanya vizuri sana. Ndio maana hata ofa ya kwenda Wydad ilikuja kwa sababu Wydad aliona kwamba huyu ni mchezaji ambaye amefanya makubwa akiwa na Young Africans. Na kumbuka wakati anaondoka Young Africans kwa ujumla wake, hata kwenye takwimu tu ambazo zinaweza kawa wakati mwingine zinadetermine mchezaji ni wa namna gani, alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa kwenye kile ambacho alikifanya. Kwenye ligi unaweza kuona alihusika kwenye magoli 43, kufunga magoli 30 na assist 13. Hizo ni mechi za ligi kuu peke yake. Lakini hata kwenye mechi za kimataifa pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ulikuwa unaona uhatari ambao alikuwa anautoa. Utarudi kwa kee binafsi, ukiachilia mbali hizo takwimu ambazo zilikuwa zinaweza kublash kiatu chake. Angalia jinsi ambavyo alikuwa na mchango kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza. Huyu ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, na kuna wakati Yanga walikuwa wanamtumia kama mtu wa mwisho pale juu, kwa sababu kumbuka kipindi kile Yanga alikuwa na struggle sana na washambuliaji. Kwenye ile season ambayo alifunga goli 21. Yes. Ni msimu ambao Yanga alikuwa na struggle sana na mshambuliaji. Azam nao pia hivyo hivyo. Kukawa kuna battle kati yake yeye na Faisal Salum ambao wote walikuwa wametoka kwenye eneo la kiungo wa ushambuliaji, wakawa nasogea sana kwenye eneo la mwisho la kiwanja, na product ya mwisho ambayo wanatakiwa kuitoa ni hayo magoli ambayo ndiyo yatakuwa yanawajaji zaidi. Angalia kile ambacho alikuwa anakifanya. Alikuwa anatoa kile ambacho timu ilikuwa inahitaji kutoka kwake. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinambeba Aziz Ki ni pamoja na zile techniques ambazo yuko nazo, uwezo wa kushoot. Moja kati ya wachezaji ambao amekuja kwenye ligi yetu na alikuwa na uwezo wa kushoot ni pamoja na yeye. Kwenye hiyo ni mipira ya kutenga, hiyo ni mipira ambayo itatokea second ball nje ya box, hiyo ni mipira ambayo amefanywa setup kwenye open play. Ni mchezaji ambaye alikuwa anakuonesha kwamba ana uwezo wa kushoot kutokea distance yoyote. Anaweza akashoot, na tulikuwa naona wakati mwingine inawezekana kama unataka kumlaumu golikipa hivi, lakini nasema no. Huyu ni Aziz. Huyu ni Aziz Ki ambaye kwenye hili ana technique ambayo ni bora kuliko wachezaji wengine, na wao wamemtemu kama X factor. Sasa mchezaji akifika kwenye level ya kuwa temni kama X factor, maana yake huyu ni mtu ambaye yuko na vitu extra. Yaani sio tu mchezaji wa kawaida. Sasa vitu extra ni vitu gani? Maana yake ni kwamba huyu anatakiwa kuwa na vitu ambavyo wale wachezaji ambao wako kwenye kikosi sasa hivi hawana. Yeye ndo anatakiwa kuwa nayo. Na X factor ilianza kutumika sana
mwishoni mwa msimu uliopita. Hivi ilikuwa ni mwanzoni mwa msimu uliopita. Mwanzoni alikuwa kocha Fadru. Yes, Fadru. Baada ya mechi za pre-season nadhani kama sio mechi ya Ngao ya Jamii. Akasema nimeshaiona timu yangu lakini nahitaji mchezaji mwenye X factor. Nafikiri X factor ndo balali kaanza pale sasa. X factor. Akinga mkono anatoka Alan Okello ambaye alikuwa ni top scorer wa timu kwa msimu uliopita. Aliingia dirisha dogo. Naye unaweza kusema alikuwa ni X factor na kwa mazingira na hata kwa takwimu unaweza kusema kwamba Young Africans wamechukua ubingwa wa NBC Premier League, lakini kuna asilimia ambazo zinafika 40 mpaka 50 naweza kusema Alan Okello alikuwa na impact yake. Huo ndo uziada, hiyo ndio X factor ambayo tunaitazama. Anatoka Okello anaingia Stephen Aziz Ki. Wanayanga hapa hawapaswi kuona kama kuna shimo au kila mtu ana sifa zake na kila mtu ana ubora wake pia, lakini pia kuna eneo ambalo labda baadaye unaweza kuja kummiss mtu kama Okello. Kwangu kwa sababu Azizi na Okello wana tofauti moja tu kwamba Azizi yeye ana historia. Okello ndo alikuwa anaanza kutengeneza historia. Naona wakati Azizi amekaa Yanga kwa misimu kama mitatu kabla ya kuondoka, akaondoka vizuri. Kwa hiyo ile historia watu bado wanaishi nayo, historia yake ya mafanikio. Kwa Okello kwangu nilikuwa namuona ni mchezaji sahihi, ni mbunifu na alikuwa ameanza kusimama kwenye mstari ambao sasa ule unamuona huyu mchezaji ana kile ambacho wana Yanga miaka yote walikuwa wanakitafuta kutoka kwake. Na watu wengi walikuwa wanatafuta kutoka kwa Okello, ule uwezo wake wa kupiga pasi, kutengeneza magoli. Yaani unamuona ni mchezaji ambaye alikuwa ametimia. Sasa kuna mambo mengi ambayo yapo kwenye mpira wakati mwingine. Kwangu naona inawezekana kwenye mfumo wa kocha aliyekuja, anaweza kaa aina yake ya uchezaji na yule mtu anapocheza. Na kuna hizi siasa nyingine ambazo zinakuja hapa ndani ya mpira. Umeona kulikuwa natafuta namba 6, namba 6 hajapatikana mpaka dirisha limefungwa, tumeletewa namba 10. Umeona namba 6 hivi sasa akakuwa anatafuta namba 6. Timu zote zilikuwa zinasema natafuta namba 6. Namba 6 jezi, namba 6 nafasi. Namba 6. Namba 6 jezi mgongoni au namba 6 nafasi. Kuna mtu alihamishwa, alinyang'anywa jezi namba 6 akapewa jezi nyingine. Kwa hiyo alikuwa anatafuta namba 6. Sababu Yanga ukiuliza namba 6 unakwambia na Freddy Ngoma kasajili. Freddy Ngoma anazima duke ya buya. Kwa hiyo bado ile namba 6 haikupatikana. Wametuletea namba 10, sawa? Kwa hiyo nadhani kwangu kwa Yanga wao ni Azizi anakuja kurudia pale alipoishia. Kwa Okello alikuwa mtu sahihi, lakini sasa wakati labda kocha na mtazamo mwingine, unajua kocha anaweza kuwa na ushawishi maana huyu abaki. Sababu Yanga bado kulikuwa na wachezaji wengi ambao wanaweza kuwabadilisha ili Azizi aingie, ili uwe na timu ambayo ungekuwa na Okello na Azizi kwenye eneo la ubunifu pale Yanga, nadhani ingekuwa hatari sana. Na inawezekana pia kwa upande wa nafasi labda na biashara ya pesa ni sababu ambayo ikawafanya Young Africans kumruhusu Alan Okello aende na Stephen Aziz Ki anaingia, kwa sababu kwa imani yangu naamini kama kusingekuwa kuna kurejea kwa Azizi, sidhani kama Alan Okello angeachwa aondoke kama ambavyo alikomaa kwa upande wa Clement Mzize. Lakini pia kuondoka kwa Alan Okello kukafungua window ya orodha ya idadi ya wachezaji wa kigeni kwa upande wa Young Africans, wale wa kimataifa. Kwa sababu before Azizi walikuwa washatimia 12. Ilikuwa lazima aache mtu. Kwa ilikuwa lazima aache mtu ili aweze kuingia Azizi. Kwa hiyo inawezekana hizi miongoni mwa factor ambazo bwana Okello kwa Azizi. Sasa Okello unaweza lakini pia kwenye idadi ya tunamwangalia Okello, kuna Shalulile ambaye anaweza kucheza kule upande ule. Of course kuna Peter Shalulile. Na tumeona kuna Albert Kangwanda. Tumeona mechi juzi pia kocha alianza nao wawili pale juu. Tule na Peter Shalulile. Lakini unajua Shalulile, Kangwanda, Zakwani labda yule Alani Okello unajua hatari. Okello unajua ameprove kitu kikubwa kwenye ligi yetu kwa muda mfupi sana. Yaani Okello wakati yuko Uganda ni moja kati ya wachezaji ambao kwanza makuzi yake wengi tumeyajua katika njia ambayo ni sahihi sana. Mchezaji ambaye unajua tangu wakati akiwa Sports Club Villa, wakati anakuja kwenye under 17 ya Uganda na 20 anamtumia, anapanda taratibu, unaona kile ambacho anakifanya akiwa anasogea taratibu kwenye football. Na baadaye katika kuona kwamba ni mchezaji ambaye ni promising, ulikuwa na jinsi ambavyo wenyewe walikuwa wanamtreat. Baadaye alipata dila kwenda Paladua ya Algeria. Yes. Bala yake hakuwa na nyakati nzuri. Stories zikawa nyingi sana kuhusiana na wale wanaocheza. Tunasema ni mapema kwenye career yake. Yes, mwanzoni kabisa ilikuwa pengine bado ana ukomavu na vitu vingine. Akaenda Paladua akashindwa kufanya vizuri, akarudi tena Uganda. Wakati amerudi akaenda Vipers ambako pia alikuwa na nyakati nzuri sana, alichangia kwa kiasi kikubwa Vipers kuchukua ubingwa kwenye msimu wake. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kutoka kwake,
hata Paradua anakuwa anamhitaji kwenye timu. Unajua timu inavyomsajili mchezaji kwa umri ule, wanaangalia pia kwamba mchezaji kama ni promising, yupo kwenye hali ya kushindana, anaweza akashindana. Yani sio tu kwamba unajua kucheza mpira, kwa sababu kucheza mpira kila mtu anaweza kucheza. Kwani Kasogo tukikupa ball huwezi kucheza? Si unacheza, lakini unaweza ukashindana. Yani unaweza kushindana na utashindana kwenye level gani? Inawezekana ukawa ni mchezaji ambaye ni promising, lakini tukakuona wewe unaishia tu ligi daraja la 3. Sasa wewe hatuwezi tukasema tukuentertain, kwa sababu unaweza kawa unajua kwamba mpira unajua, lakini kuna level tu ukifika wewe basi ushamaliza, nakata moto, hauwezi tena kusogea juu kwa aina yote. Kwa hiyo Okello of course anaondoka Yanga ni kwa sababu kuna vitu vingi. Inawezekana swala la kifedha ambalo AS FAR Rabat alikuwa ameliweka, kwa sababu ilikuwa inatajwa ni zaidi ya bilioni 1. Ni pesa nyingi ambazo Yanga pia anaweza akawa anatumia pesa hizo kwenye baadhi ya matumizi, pamoja na kuongeza pia kumpata Stefan Aziziki. Ni tofauti na Yanga labda angesema mweke sokoni mchezaji mwingine kwenye kikosi, labda Peter Shalulile ndio angekuwa na thamani kubwa nyingine kwenye kikosi, labda na ile ofa kama ya Clement Mzize, kama Mzize ilivyokuwa wakati. Lakini kwa Mzize ingekuwa tofauti, kwa sababu ingetakiwa kuwa na replacement ya mchezaji wa kimataifa. Unakumbuka hapa juzi kati kulikuwa na tetesi kwamba wanataka kumwacha yule center half ambaye amekuja msimu huu, yule ametoka South Africa, Farouk Komara. Alikuwa anatajwa kwamba bwana, kwenye kuingia mchezaji mpya inabidi Komara anatakiwa aondoke. Ni kwa nini watu walikuwa mtaja Faruku? Ni kwa sababu walikuwa wanaona wewe bwana, mbona kama ameshindwa kuwatingisha watu wawili hao wawili, wanaweza akakuweka kwenye mbao, wao akiongezeka na Diki hautakuwa tena na nafasi. Kwa hiyo Alan Okello ilikuwa tu ni kwa sababu imekuja ghafla, lakini kwa sababu pia ofa ambayo ilikuwa imekuja kiwango cha pesa, lakini pengine wamezingatia pia nafasi. Maana pia point inaweza kama baki pale kwamba ni eneo la kiungo mshambuliaji kufunga, na mtu ambaye alionekana pia kucreate msimu uliopita ni Alan Okello. Lakini tuchukue ile ya Okello kwa sababu Azizi anayekuja ana uwezo wa kufunga na ni kwa ya master kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa hiyo unasema kama ni like to like, anayeingia na anayetoka, ingawa experience na baadhi ya vitu kidogo akawa wanazidiana. Okello na Azizi yuko na experience kubwa, hata umri pia wao unatofautiana. Ushindani ambao ameupitia Azizi na wote wana story, kwa sababu Azizi naye ana story akiwa kijana, ile kwenda Spain mambo yakashindikana, akarudi Afrika, kaubonda ASEC pale. The same to Alan, alienda Algeria umri ukiwa mdogo, akarudi nyumbani, akaonekana, katoka tena. Kwa hiyo stori zao na Azizi lakini kama unavyosema, unajua kuna wakati unahitaji aina fulani ya ubunifu, hasa unapoenda kwenye mashindano makubwa. Yaani ungekuwa na watu kama wale wawili ambao unakuwa kwenye timu, sawa, labda ungekuwa mzigo mzito, lakini ukiwa nao kwenye timu wa ubunifu wa namna ile, unaipa uhakika timu yako kufunga magoli sana. Yes, Kinga Mkono, tunajua uchambuzi utafuata wa kutosha sana pale ambapo tutamuona Stefan Aziziki akiwa amevalia jezi ya Young Africans kwa mara nyingine tena, na tuone atapa kitu gani kwa mara nyingine ikiwa anarejea katika ardhi ya Tanzania kuja kuitumikia NBC Premier League, ubora mwingine huu ambao umeongezeka. Lakini kwa upande wa Alan Okello, wanayanga wamehakikishiwa na rais wa klabu hiyo kwamba pale ni nyumbani na anaweza akarejea muda wote. Najua safari yake watu watakuwa wakimonitor kule nchini Morocco ndani ya klabu ya AS FAR Rabat. Mbona mchambue? Si FAR Rabat? FAR Rabat si mkubwa. Mbona kama mna wasiwasi? Kwenye kile ambacho amekifanya. FAR Rabat nao ni miongoni mwa timu ambazo zimewahi kusajili wachezaji kutokea Tanzania. Alienda Bernard Morrison kama unakumbuka, wakati alitoka Yanga Simba. Hivi alikuwa kushamaliza na Yanga. Yes, akaenda FAR Rabat, hakuwa na wakati mzuri sana. Pengine unasema ni kwa sababu ya Bernard Morrison, kwa sababu ilikuwa inataja vitu vingi pia kwamba nidhamu na vitu vingine. Na ile timu alipata injury pia. Yes, alipata injury pia na vitu vingine. Alipata injury kubwa sana ile. Ambayo ilimweka nje muda mrefu, akaja pia hata kutibiwa, alikuja hapa, baadaye ndo alienda Lebanon kama nakumbuka vizuri, zile nchi za kule. Lakini baada ya hapo unaweza kuona kwa Alan Okello, yeye kwenda kwenye timu ya AS FAR Rabat ni timu pia ambayo nayo inajaribu kuona jinsi gani ambavyo inaweza ikaendelea kushindana, kwa sababu msimu uliopita nakumbuka alikuwa na nyakati nzuri sana kwenye ligi ya mabingwa. Lakini naona msimu huu wamerudi kwenye default mode, kwamba hawa ni daraja lao, wamerudi kwenye daraja lao la kawaida, kwa shirikisho. Pengine sio
kile ambacho alikifanya last season ndicho ambacho amekifanya kwenye msimu huu. Kwa hiyo wanajaribu kuona jinsi gani ambavyo wanaweza akatengeneza mazingira ya kuwa na wachezaji ambao wanaweza akawa na kitu bora kiwanjani. Kwa hiyo wameenda kumpata Alan Okello, inawezekana wakawa wanatamani kuwa na mchezaji ambaye atakuwa na ile level fani ya ubunifu kwenye eneo la juu la kiwanja. Sasa labda changamoto mimi naiona kwa Okello ni kasi ya mpira wa Morocco. Labda ndio itakuwa changamoto kwake. Lakini vingine vyote ubunifu mguuni upo. Kuweza kukimbia vizuri. Maana unaona mpira wa Morocco watu wanakimbia sana. Hata uliona jinsi tuone itakavyokuwa. Wameshaenda, wamerudi, kuna waliofanikiwa. Kwa hiyo kubwa tu tuone ikiwa ni safari kama ambayo aliifanya Aziz Ki, tumeona Selemani Mwalimu pia alifanya, Okello naye pia anafuata, Clatous Chota Chama alienda, RS Berkane, lakini wengi walienda na wakarudi, lakini kubwa zaidi tuone Okello atafanya kitu gani cha tofauti. Lakini pia wakati dirisha siku ya Jumamosi linafungwa kwa upande wa klabu ya Simba, nao pia wakafanya maboresho kwa kuongeza au kumtangaza mchezaji wa eneo la safu ya ushambuliaji, ambapo klabu ya Simba imekamilisha usajili wa mshambuliaji Ismail Mgunda kutoka timu ya Mashujaa FC ya mkoani Kigoma. Nyota huyo aliwahi kufanya vizuri akiwa na Tanzania Prisons, EF na Vita Club ya Kongo. Amekuwa chaguo la kwanza kwa uongozi wa Simba chini ya kocha Steve Baka ambaye wameweza kumsajili Ismail Mgunda. Bana, Mgunda ni usajili mwingine ambao ulikuwa ukizungumzwa lakini baadaye ukatokea. Kwa jicho la haraka unaweza kuona kabisa kwamba Mgunda ni kwenye ile option ya mshambuliaji mwingine. Sijajua kama option ilikuwa ni mzawa au ilikuwa ni namna gani, lakini unaona baada ya Mwalimu wameopt kwenda na Mgunda. Lakini ni usajili ambao umegawa mitazamo ya watu. Tunaishi, tunaona mitandaoni, tunasikia 50-50. Kuna ambao wanakubali, lakini kuna ambao wana challenge. Najua kuna eneo la muda ambao linaweza lika prove kila kitu. Usajili wa Mgunda kwa Simba, Mgunda unajua amehusishwa na Simba zaidi ya mara 2. Sio msimu huu tu. Sio msimu wa kwanza Mgunda. Sio kwamba tu imetokea amehusishwa hapo amesajiliwa. Hata ile wakati yupo Coste, wakati bado yuko, wakati anatoka Tanzania Prisons anaenda EF, alihusishwa na Simba. Kila mtu akawa anashangaa kwamba Mgunda huyu Ismail. Yes, wakati ule, lakini wanasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwenda Simba unajua ni ndoto ya wachezaji wengi. Ya kila mchezaji. Sio kila mchezaji, lakini inawezekana wachezaji wengi wanatamani kwenda kucheza. Kuna wengine wanakuambia useme kila mchezaji, wanasema unakosea. Tuseme ni ndoto ya wachezaji wengi kwenda kucheza Simba Sports Club. Na bana, wewe kocha, sio ndoto ya nani kucheza Simba? Wanasema wenyewe unakosea. Wanasema sio wote. Kuna muda mchezaji, kuna muda unaambiwa bana huyu Yanga, lakini kaenda ofa ya Simba imekuja kaenda. Kuna muda unaambiwa huyu Simba, lakini ofa ya Yanga imekuja. Nakumbuka mzee wangu Tobias Kifalo aliwahi kusema kwamba unajua wachezaji wengi wa Tanzania labda kama saizi ndo tunawasomi wakina Adolf au sijui kina, unajua kuna wale, lakini anasema wengi ni kwenye eneo la kutafuta maisha, kutafuta pesa nyingi kwenye mpira. Na pesa nyingi inapatikana Simba au Yanga kipindi kile. Saizi kuna Azam, kuna Singida. Ni mazingira ambayo kupata mfano kama wa Singida au mfano wa Azam. Tumesikia dili ya fail ya kwenda Azam. Hatari. Kwa pesa nyingi sana. Juzi hapa tumetoka kusikia usajili wa nani? Isla Mwenda kutoka Simba kwenda Singida. Unaikumbuka ile hela ilikuwa inazungumzwa kaka? Si mchezo. Kwa hiyo mzee Kifaru Tobias akasema kwamba kuna muda ofa inakuja mchezaji unaambia vipi? Mama nyumbani ana godoro. Nyumbani mabati hayavuji. Haya, nenda kafate hela. Kwa kusema kwamba kucheza Simba au Yanga sio ndoto. Nimesema ni ndoto ya kila mtu bwana, ya kila mtu. Sasa wenyewe wachezaji wenyewe kiambia ndoto ya kila mchezaji anasema sio, ni wengi. Tubaki ya wengi. Ndoto ya wengi kucheza Simba. Siwabebeshi wote ambao. Kuna mchezaji nchi hii itakuja ofa ya Simba au Yanga anakataa. Tuseme wengi. Ibrahim unapenda zongo. Tuseme wengi. Kwa hiyo iko hivyo, na of course kwa Ismail Mgunda naye pia ilikuwa hivyo. Alikuwa anahusishwa mara kadhaa hapo, mambo akawa yatokei, lakini mwisho wa siku jambo limekuja kutokea katika kipindi ambacho nasema pengine kuondoka kwa Selemani Mwalimu imeifanya njia ya Ismail Mgunda kuwa rahisi zaidi kwenda kujiunga na Simba Sports Club. Na bado pia kwenye usajili wake alikuwa anahusishwa pia mchezaji mwingine wa kizao ambaye ni Paul Kasunda ambaye yuko JKT Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona pengine kwa uhusishaji huo wachezaji wawili
Jibu la Simba ni kwamba alikuwa anatamani kumpata mchezaji mwingine mshambuliaji ambaye ni mzawa kwenye replacement ya mchezaji ambaye aliondoka kwa maana Selemani Mwalimu. Kwa akawa anawachagua hawa wachezaji wawili ni either Ismail ama Kasunda, na bahati nzuri imeenda kwa Ismail Mgunda ambaye alishahusishwa nao kwa muda mrefu. Sasa utaangalia kwa Ismail Mgunda pengine nini ambacho Simba anaweza wakanufaika nayo, ama nini ambacho Simba ana expect kutoka kwa Ismail Mgunda kwa aina yake ya uchezaji. Ndicho kitu ambacho kinaweza kaangaliwa, aina yake ya uchezaji ambayo ametumia, lakini pia utaangalia jinsi ambavyo timu inahitaji kwa sasa kuwa na mchezaji wa namna gani kwenye eneo la kushambulia. Ismail Mgunda inawezekana kwa ni mchezaji ambaye hawezi kuwa anapambwa sana na takwimu. Yaani kwenye eneo la numbers ni ngumu kumpamba Ismail Mgunda. Kwa sababu hata akiwa na hizo timu zingine, akiwa na IF wakati ule wana Mbogomaji, akiwa na Tanzania Prisons, bado akiwa na Mashujaa pia msimu uliopita akafunga goli moja. Goli mbili msimu mmoja. Goli moja kafunga. Yes, alienda AS Vita Club. Hakuwa na nyakati nzuri sana, ndio ile AS Vita Club ambayo ilikuwa na kina Skudu Makudubela wakawa na jaribu nao kurudi afu baadaye wakapotea tena wote. Kwa hiyo unachojaribu kiangalia ni kwamba Ismail Mgunda pengine ambacho Simba anatamani kukiona kutoka kwake ni staili yake ya kucheza inawezaje kuwasaidia Simba. Lakini inawezekana pia wakawa na fakta moja. Wakati mwingine kwenye mpira unasema inawezekana kwa ni mshambuliaji mzuri, lakini huduma ambayo unaipata kwenye hizo klabu ambazo unacheza na staili ambayo mnacheza nayo inaweza ikakufanya wewe ukafanya kazi yako kwa ubora. Angalia klabu ambazo amepita Ismail Mgunda. Amepita Tanzania Prisons, ambayo Tanzania Prisons aliyopita Ismail Mgunda sio Tanzania Prisons ya Ahmad Ally, sio Tanzania Prisons ya Otieno. Ilikuwa Tanzania Prisons ile ya mwanzo. Umeuchukua mpira hapa, umeweka yeye ashindane nao, afu mtu wa pili upate labda amsetie tena afunge. Mpira gwaride. Ule ulikuwa mpira wa namna hiyo. Mpira gwaride lile. Alienda pia kwa wana Mbogomaji, nao pia ikawa Mbogomaji hajaye kuwa na mpira ambao labda una ubunifu mwingi hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Bado pia uchezaji wao ulikuwa ni hivyo hivyo tu kwamba tumetoka huku, tumepiga mpira, tumeenda, tumeshambulia, tumekosa, tunarudi tena tukakaba hivyo. Lakini kuna hayo yote ambayo unayataja coach Michael Yera kwa timu alizocheza na yeye mwenyewe Ismail Mgunda anaenda Simba sasa, kwa sababu Popita baada ya Ismaili kuna kundi ambalo linasema kwa nini haijawa Popita. Lakini pia kuna mdau mmoja ambaye pia yeye akasema kwamba tangu awali kwenye eneo la yeye kushauri ni kama alishauri la Momanyi Tegis. Of course tunajua sio mzawa, lakini kama aliona kwamba ni option nzuri ya haraka kwa Simba wangepata Tegis kwamba angeweza kuwa na kitu cha ziada. Kuna doubts nyingi sana kinga mkono kwa upande wa Ismail Mgunda. Tunajua anaenda Simba ambayo ina pressure, anaenda Simba ambayo sio sawa na Mashujaa kwamba striker usipofunga watu watakukalia kimya. Kwake kama mchezaji na kwa experience ambayo anayo kwa kucheza hapa nyumbani Tanzania na hiyo kwenda nje, ana mzigo mkubwa wa kiwango gani? Kwa sababu tayari Kumbia Ibrahim watu wanaona kama naye yupo katikati, kama hatoshi. Unatambulishwa wewe ni mzigo kiasi gani kwake, lakini anapaswa kufanya nini ili aweze kumaintain pia? Huo ni mzigo mkubwa zaidi kati ya mizigo ambayo ameibeba Ismail Mgunda kama hakuwahi kuifikiria. Huu sasa hivi ndo amebeba mzigo hasa. Kwa sababu gani? Anakwenda kwenye Simba ambayo iko kwenye kati ambazo inajitafuta kurudi kwenye mstari wake. Na moja ya changamoto ya Simba ni ufungaji. Msimu uliopita walikosa ubingwa kwa sehemu kubwa, washambuliaji waliwaangusha. Na ndio maana hata wakati wanafanya usajili wanasema Simba watajihujumu kama watakosa kutafuta mshambuliaji makini zaidi katika eneo lile ambalo ni muhimu. Kwa hiyo wamemleta Dumbia, bado hajaonyesha kile alichokuwa nacho. Anajitahidi kupambana. Anakwenda sasa wanamtambulisha Mgunda. Mgunda anafanana kimaumbile na Mwalimu, ni mtu ambaye anapenda kusukumana. Kwa hiyo nadhani labda Steve Barker alimuona, anaona kwamba anaweza kupata kitu kutoka kwake. Na hicho ndo hasa wana Simba wanategemea kupata kitu kutoka kwake Ismail Mgunda. Ana nini? Misimu ukiangalia rekodi yake ya ufungaji sio nzuri sana. Sio mfungaji ambaye ana rekodi kubwa pamoja na hizo timu zote zilizopita. Rekodi yake ya magoli sidhani kama anaweza kufikisha magoli hata 20. Kwa hiyo unaangalia rekodi yake bado ni rekodi ambayo sio mtu ambaye ana ile touch za mwisho nzuri, lakini ni mshambuliaji ambaye anaweza kuwapa mabeki wakati mgumu kutokana na nguvu zake, kukimbia. Kwa hiyo ni kitu ambacho anacho. Kwa hiyo kwa Simba yeye anapokwenda, Simba hawatohitaji hivyo vyote.
wanahitaji mtu anayegusa mpira wa mwisho kwenda golini, kwa sababu hiyo ndio changamoto ya Simba, kwa sababu Mwalimu msimu uliopita pamoja alifunga goli 8 akiwa kama kinara wao ufungaji, goli 9 kama kinara wao ufungaji, lakini bado watu walikuwa wanamtolea macho kwamba kwa nini usubirie mpaka utokee benchi ndio uje ufunge goli moja? Sisi hatutaki goli moja, tunataka magoli 3, magoli 4, kwa sababu wanaamini ukiwa Simba una Chama, unaona sasa hivi kuna Jabala amekuja pale, unaona huko una Libase, una Aura. Kwa hiyo yani una watu ambao watakufanya wewe upate mipira mingi kwenye ile eneo lako la mwisho utufungie magoli. Sasa kama ufungi magoli unatuacha sisi kwenye maswali. Kwa hiyo haya maswali ni magumu sana kwake, anapaswa kuja kuyajibu kwa vitendo. Haya maswali ambayo yanamkuta sasa hizi Dumbia kwamba kwa nini uko pale mbele na hujafunga goli. Kwa kwenye rasilimali ya watu watakaomzunguka, Mgunda inaweza kawa ni jukwaa lake la kuonyesha kile kwamba huku nilipokuwa nilikuwa sipati huduma, hapa napata huduma na nitawafanyia hivi. Kama akiweza kufunga magoli 5, 6, 7, 10 kwa msimu huu atakuwa amewasaidia, lakini vinginevyo bado atakuwa na mtihani mkubwa sana, kwa sababu changamoto ya Simba ni kubwa na pressure ya Simba sasa hivi ni kubwa sana, kwa hasa kwa kile kilichofanyika baada ya ngao ya jamii na kuelekea msimu huu ulivyoanza. Pamoja jana wameshinda goli 2, lakini bado unawaona kwamba bado wana pressure kwamba hii timu haijakaa vizuri, na hasa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo huko unaendaje? Lazima uwe na mshambuliaji ambaye anapata nafasi moja anaitumia, sio mshambuliaji kutumia nafasi 10 afunge moja. Na inawezekana moja kati ya vitu ambavyo anatakiwa kuvifanya. Unajua yule Dumbi amewafanya Simba abadilisha hata staili yao kwenda kushambulia. Yaani mara nyingi kwa Dumbi hapo tunakuja kutazama, kwa sababu tunakwenda kutazama mchezo wa Simba wa hapo jana, na ameguswa wa jina Ibrahim Dumbia. Ni mchezaji ambaye pia amekuwa kwenye tension kubwa sana midomoni mwa watu wanamzungumza sana, na Ismail Mgunda anaingia kwenda kuchallenge, na ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa jukwani hapo jana wakitazama Simba ikicheza. Najua alikuwa anatazama na kuona shughuli ambayo anayo katika maisha yake mapya ndani ya kikosi cha Simba. Na tuende tukaanze kuangazia heka au mikiki ya NBC Premier League kwa msimu wa 2026-2027, na tuanze kuwatazama Simba ambao wao pia walicheza hapo jana, ambapo klabu ya Simba wenyewe pia imeanza vizuri msimu mpya wa ligi kuu ya NBC kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa Kaitaba uliopo mkoani Kagera. Mabao ya Simba yalifungwa na beki wakati Ismaili Tule kipindi cha kwanza, na Elim Panzu alifunga bao la pili akitokea benchi. Ushindi wa kwanza kwa kocha Steve Barker ikiwa ni safari yake ya kulisaka taji la ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya wa mashindano. Kwenye dakika ya 45 inapigwa kona, Simba wanapata bao lao la kwanza kupitia kwa beki Ismail Tule kwa heda, kama ambavyo tunaona hapo. Coach Michael Yera, ni mechi ambayo wana Simba kipindi cha kwanza kama kingeenda bila goli, story ingekuwa ni safu ya ushambuliaji. Kuna moment kadhaa ambazo alikuwa nazo au zilitokea kwa Dumbia na watu wakafanya judgment mule. Ulikuwa unataka kuzungumzia eneo la ushambuliaji, namna ambavyo timu ilikuwa ikicheza, lakini tutazame kwanza hili bao ambavyo Libase Gea alitoa assist. Goli la kwanza ambalo limetokana na set play, kwa maana ya mpira wa kutengwa ambao wameupata Simba Sports Club kwenye dakika za kuelekea mapumziko. Na kabla ya hapo pia Simba alikuwa asha attempt kwa namna hiyo kwa mara kadhaa. Inawezekana pia ukinotice kuna kitu ambacho kidogo kimebadilika kwa Simba kwenye upigaji wa mipira ya kutengwa, hasa mipira ya kona. Simba mara nyingi alikuwa anaanza na short corner, lakini sasa hivi hauoni tena kama wanafanya hivyo mara nyingi. Kona nyingi ambazo wanapiga wanazidam pale kwenye box. Na imekuwa wamefanya hivi mara kadhaa, sio hii tu ambayo imewapa goli. Kumbuka hata wakati ambao Libasa anaenda kupiga kona upande mwingine kule, alikuwa anapiga pia hivyo, anaipiga in swing pale ndani, watu wagombanie, kitakachotokea ndio hicho. Tofauti na vile ambavyo alikuwa anafanya pengine msimu uliopita ama kwenye mechi kadhaa zilizopita huko nyuma. Walikuwa wanaanza short corner, then watafanya setup hapo, wataenda kutengeneza goli lao, na alikuwa anapata hayo magoli. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika kiasi. Lakini unakumbuka pia last season ni moja kati ya vitu ambavyo Libasa alikuwa afanye sana ni kupiga cross. Lakini sasa hivi unaona kuna product nyingine ambayo Libasa anaitoa, anapiga cross kadhaa ambazo zinaelekea kwenye lango la wapinzani. Ndio maana nikakwambia mwanzo kwamba inawezekana kutokana na presence ya Ibrahim Dumbia pale juu, tunaamini kwamba wewe ni mrefu, mipira mingi ya juu wewe unaweza ukawa ni wa kwanza kufikia kuliko hao wengine ambao wao watalazimika pengine kwenda sentimita nyingi zaidi kuruka ili kupata huo mpira. Kwa hiyo kwa sababu ya hate ya Ibrahim Dumbia inawafanya wachezaji wengi kufikiria kwamba tunavyoifungua timu kipeleka wide, basi ndani wewe uwepo. Ili sisi tukipiga cross
wewe mtu wa mwanzo kuupata huo mpira kwenye box ya wapinzani. Ndio maana unaona sasa hivi hata kuna ongezeko kubwa la crosses ambazo zinapigwa na Simba Sports Club kuelekea kwenye lango na zinapigwa na mawinga ambayo ni Libase Gay, hata Asset Ula pia mara kadhaa amejaribu kufanya hivyo. Ni kwa sababu anajua kwamba kuna aina ya mchezaji ambaye yuko juu kwenye lile eneo ambaye anaweza akatupia faida kwenye mpira ya namna hii. Na so far unaona pia hata kwenye attempt ambazo alizikosa Ibrahim Dumbia jana. Ukiacha ile ya kwanza ambayo mpira ulidondoka then akauchop ukaenda kugonga kwenye post. Lakini kuna attempt nyingine ambayo ilikuwa na cross akapiga kichwa ambacho kikaenda off target. Lakini kuna attempt zingine pia ambazo alikuwa anazimiss kwenye mazingira haya ambayo alikuwa anatokana. Sasa yale hayaji bahati mbaya. Yanakuja ni kwa sababu ya mwalimu anaangalia niko na wachezaji wa namna gani. Kwa sababu nasema mwalimu bora ni yule ambaye ata switch wakati mwingine kutokana na aina ya wachezaji ambao yuko nao. Ukiwa na wachezaji ambao kwa mfano pale ukiwa na mchezaji mfupi alafu unapiga cross, haiwezekani. Ni ngumu sana kumuona mwalimu akientertain hicho kitu. Yaani kwa nini upate hivyo? Kwa sababu unajua huu mpira na utupa. Nikiupiga manake wapinzani atakuwa na kwenye mazingira hayo sasa, kwa sababu baadaye mwalimu akafanya sabu akaingia Elim Panzu ambaye pia akaenda kuwa na impact kwenye mechi kinga mkono akafunga bao. Ni eneo ambalo sasa kutokana na pressure iliyopo kwa Dumbia, na pia tulipata moja ya ripoti kutoka kwa Garibu Mzinga wakati yupo kule nchini Rwanda, alisema kile ambacho yeye alikuwa anakiona ambapo mwalimu alikuwa akipractice zaidi, na ilionekana kwamba msimu Mpanzu anaweza kutumika zaidi kama false nine, na unaweza kaona Mpanzu amekuwa na impact yake. Mpanzu false nine ndio italipa zaidi mwalimu aanze nayo au aendelee kustick na mpango wake kwa namna ambavyo mwatazama kwenye mechi mbili. Mpanzu unajua tokea msimu uliopita tangu wakati ule kuna mwalimu nisema kwamba Mpanzu ni mtu akiacheza pale mbele atakuwa na kitu cha ziada. Na kwa hiyo tangu wakati huo mwalimu wake anamuingiza anamchezesha pale na anafunga magoli. Kwa hiyo hata kwenye mechi hii ulimuona baada yale changamoto iliyotokea ile kadi akabidi ambadilishe akamuingiza na ni Mpanzu. Na Mpanzu kweli kaingia akatengeneza goli kafunga. Na kwangu Mpanzu ni mchezaji ambaye anaweza akiaminika zaidi kama akaamua kumtumia moja kwa moja pale kama namba 9, bado anaweza kuwapa Simba magoli mengi sana kwa sababu ya kasi yake, akili yake, ubunifu wake pale mbele. Anaweza kuwachanganya mabeki na anaweza kufunga kwa sababu ana touch nzuri ya mwisho ya kufunga goli. Kwa sababu kufunga goli ni kipaji kingine kabisa, mbali ya vile vyote unavyofundishwa, alafu kuna kile cha kwako cha kufunga goli. Sio kila mchezaji anaweza kufunga goli. Kwangu Dumbia bado anatafuta ubora wake. Tunasema ni mchezaji mzuri kwa sababu ameaminiwa na kocha, anabidi apaswe aendelee kumwamini kwa sababu yeye ndo alimchagua. Kama asipomwamini ina maana atuachia maswali mengi. Lakini sasa mchezaji mwenyewe anafanyaje? Kuna hii pressure ambayo iko, anapaswa kuiweka pembeni. Unajua hii pressure hata nani imemuondoa sana mchezoni na ni Luemba, kwa sababu naye alikuwa anatamani kwa afunge goli sio nini, matokeo yake muda mwingi anakuwa anafanya maamuzi mengi hapa pala. Kwa hiyo kwangu Dumbia anapaswa kutulia zaidi, akaonyesha kile alichokuwa nacho. Japokuwa kwenye historia ya soka Tanzania wachezaji wengi warefu wenye zaidi ya 46 point wanakuwa wanapata wakati mgumu sana. Yaani kwenye kucheza na kuonekana kuonyesha ubora wao. Ukiangalia wengi sana. Ukimwangalia hata Kitambala Bora alijitahidi lakini bado ulimuona alikuwa anapata wakati mgumu. Chikokoti alijitahidi lakini bado alipata wakati mgumu. Yaani ukiangalia wachezaji wengi wenye 6.5 kwenda mbele wanapata wakati mgumu sana kwa sababu moja, anataka uwe na mchezaji mbunifu sana na uwe na uwezo sana kukaa na mpira mguuni. Kwa sababu nilikuwa nasikia kwenye moja interview ya Zlatan anasema wajina wako Zlatan Ibrahimovic anasema kwamba mimi nilikuwa natamani kuwa kama Ronaldo Dilima, lakini urefu ulivyokuwa unazidi kuongezeka nikakosa zile kasi na ule uwezo ambao Ronaldo alikuwa. Kwa hiyo ile baki kwangu ni kujua kutumia namna kuweka kana mpira mguuni na kutengeneza nafasi kwa wengine. Kwa nadhani kwangu wachezaji kama kina Peter Crouch umeona na wenyewe walikuwa na staili zao. Kana sio fundi boli sana, lakini kuna mipira fulani inabidi ujue, yani kuna vitu tofauti uwe nacho sana fulani uwe nacho. Lakini kama ambavyo Haaland anacheza, Haaland ukisema kwenye uchezaji sio mchezaji, lakini ni mfungaji mzuri. Ila ukitaka mfungaji unampata kwa sababu ya ile mwili wake, morfolojia yake alivyo. Yani wewe utategemea tu kumuona kwenye matukio kadhaa ambayo yatakuwa ni kumalizia basi, lakini unaona kwa mfano Dumbia anapopata tabu akienda kuata kuchaji. Yaani akienda kukaba unaona kuna muda kama anakosa balance hivi, kuna sehemu anaweza akateleza tu mtu akaona
labda ni kama mchezaji ambaye, kwa sababu watu washaanza kumsema vibaya, mtu akiteleza anacheka. Ni kwa sababu pia wakati mwingine akienda kuchaji hata kwenye ile kona alofunga. Tuachane na Dumbia kwanza. By the way, kona ambayo Simba ilipata bao yeye ndo alisababisha. Yeye ndo alisababisha ile kona ikapatikana. Tumtazame coach Michael, tumtazame Libase Gay ambaye alikuwa na mechi nzuri sana kwenye hii game. Toa assist 2, lakini ile moja of course ni ya kona, lakini kwa ujumla ukitazama hata bao la pili namna ambavyo lilifungwa kimazingira, unaweza kusema kwamba Libase ameanza pale ambapo aliishia msimu uliopita, na wana Simba wanaweza wakambebesha msimu. Unaweza ukaona namna ambavyo alipika ile goli la pili. Libase kiboko kabisa, moja kati ya wachezaji ambao Simba inawezekana wakawa wanatakiwa kuwatunza kwa gharama kubwa kwa sasa ni Libase Gay. Yes. Unajua bahati mbaya ni kwamba hizi klabu zetu wakati mwingine ni feeder club kwa timu ambazo zinakuja na pesa nyingi. Na mchezaji wakati mwingine mwenyewe anashashika, anaona yaani leo hii hapa wanakuja wale Waarabu na hela zao kama Libya sasa hivi walivyochanganyikiwa, anatoa tu hela wala hawajali. Wakija hapo anaweza kamngoa kaenda huko akakaa msimu mmoja, anajua na hela nyingi atarudi tena baadaye, nyinyi mtampokea tu kwa sababu najua ni mchezaji ambaye yuko na kitu kikubwa machanza kakiofa. Libase Gay kwanza utaangalia kwenye aina yake ya uchezaji, yani anafurahisha kama movement wakati anaenda kufanya setup ya hili bao, ile control, lakini pia focus. Yani amelishambulia eneo dogo na kufanya maamuzi. Amepokea mpira kutokea pembeni, lakini akawa anajua kwamba uhatari hapa siwezi kuupata nikiwa huku. Uhatari nitaupata nikiwa naingia ndani kwenye box ya wapinzani. Na unaona pengine ni kitu ambacho kinatakiwa kuwa bora zaidi kwa upande wake. Ni hapa unaweza kaona move inaanzia kwa Ansett Oura ambaye yeye pia ni winga, lakini alikuwa ameshuka katikati kwenye kutengeneza hizo movements kwenye eneo la kushambulia, kwa sababu tunasema obvious kwenye football wakati mna kushambulia sio tena issue of formation kwamba huyu Libase akae pembeni huku Ansett Oura na angekaa kule pembeni upande wa kushoto. Tunapoenda kushambulia tunatakiwa kuwa na movements. Yaani wewe upo wapi na nini ambacho tunatakiwa kufanya. Kwa movements za kwake pale kwa wakati huo walikuwa wanatakiwa kuwa vile, kwa sababu anajua kwamba huu ni muda ambao tumeslide kwenda upande wa kulia. Kwa hiyo tukipata mpira hapa tunaweza tukawa na madhara kwa kiasi gani. Kule juu ndo unamwachia upenye sasa fullback wako ateleze miminike anavyotaka yeye ili apate space ambayo yuko nayo mbele. Kwa hiyo kichotokea kwenye ile eneo unaona baada ya Ansett Oura kuona kwamba kuna option ya kumpatia Libase alivyopata ule mpira, kitu cha kwanza ambacho aliamua kukifanya ni kurudisha shambulizi ndani. Wakati anarudisha shambulizi ndani, unaona faida ambayo Elie Mpanzu yuko nayo. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye kwenye zile tunasema FA4 corners, kwenye techniques, tactics, integration na watu wengine kiwanjani, Elie Mpanzu technically ni mchezaji hatari sana. Nakumbuka kuna siku aliulizwa Idinado akasema yule Mpanzu nyie mnamwangalia hivi kirahisi rahisi, lakini yeye mwenyewe Idinado ni winga lakini anasema Elie ni mtu hatari sana. Ni kwa sababu technically ni mchezaji ambaye kwanza anajua nini ambacho atakiwa kufanya na miguu yake ni miepesi sana kwenye kufanya maamuzi. Unaona pale alivyotoka ndani alafu alivyokimbia kwenye space. Sio goli la kwanza ambalo Elie Mpanzu anafunga ile. Alifunga goli, alipiga pasi na Chama Singida pale. Unaona ile mikimbio yake, anajua kwamba huu mpira sio kama mimi lazima unikute hapa. Angalia wakati yeye alipo na sehemu ambapo mpira uliwekwa na jinsi ambavyo alikimbia, touch yake ya kwanza Bwana huyu ni Elie Mpanzu, coach Michael Yera akiwa anamzungumza kutokana na ufundi aliyokuwa nao miguuni mwake, na inawezekana wana Simba kwa msimu huu wakawa wanategemea kuona kikubwa zaidi kutoka kwake. Lakini pia Libase Gay ambaye alikuwa na mchezo mzuri sana mnyama. Simba Sports Club akianza na ushindi hapo jana wakiwa wapo ugenini dhidi ya Kagera Sugar, watakuwa na mchezo mwingine ambao unafuata, pia wataendelea kusalia ugenini.